Nadhani tuzo ya Nobel Peace Prize imemwacha Trump na malalamiko mengi kweli kweli, akiendelea kulalamika kila itwapo leo. Bana, nadhani hili ni jambo ambalo jamaa ilitakiwa mfikirie kabisa, ili majibu sahihi yaweze kuja na au kuweza kumpatia hata ile tuzo ya amani ambayo kwa kufanikisha upatikanaji wa amani ndani ya Mashariki ya Kati. Sasa leo amekwenda yuani na waandishi wa habari akijibu maswali yao, na mtu mmoja akasema, akamuuliza swali kuhusu Nobel Prize, akaje kujibu kitu kimoja, akasema mtu alipokea tuzo ya Nobel amenipigia leo akanambia, ninakubali tuzo hii kwa heshima yako kwa sababu wewe ndiye uliyestahili kweli. Sikumwambia anipe, ingawa anafikiri angeweza kufanya hivyo. Alikuwa amesema Donald Trump kwa malalamiko makali kweli kweli. Rais huyo wa zamani wa Marekani ambaye sasa hivi anazidi kuiendeleza kuitawala Marekani, anayejitaja kuwa mleta amani mkuu zaidi, sasa ameonekana kama kijana ambaye amelalamika mara kwa mara, akionyesha wivu wa wazi na tamaa ya kutambuliwa kama mleta amani duniani. Nadhani tuzo ya Peace Nobel Prize ni moja ya tuzo ambayo inatolewa ama ilianzishwa kule nchini Norway, ikimaanisha heshima kubwa ya mtu ambaye anapambania uhai. Kwa mwaka huu bidada Karina Machado ndo mtu ambaye amechukua hiyo tuzo kutokea kule Venezuela, lakini watu wengi wamekuwa na maswali mengi kweli kweli, kwa sababu inaonekana ni mmoja ya wapinzani kutokea kwenye serikali ya Venezuela. Lakini sambamba ya hapo, amekuwa ni mtu ambaye aliwahi kuinjinia ama kushawishi Marekani iweze kuvamia Venezuela kwa sababu anapambania utawala wa kidemokrasia. Sasa kama mtu anaweza kushinikiza Marekani iweze kuingilia kati ndani ya taifa la Venezuela, inaacha maswali mengi zaidi na ugumu wa kuweza kufanikisha baadhi ya vitu. Nadhani kwenye hiki inaacha mdomo wazi ya kwamba itawezekana vipi kutokea kwa mtu ambaye hajaweza kushinikiza utafutaji wa amani na ameweza kupatiwa, lakini kwa mtu ambaye amefanikisha upatikanaji wa amani ndani ya Mashariki ya Kati kwenye mgogoro ambao ndani ya miaka miwili umesababisha vifo vya takriban watu 67,000 kwa watu wa Gaza, lakini upande wa Israeli zaidi ya vifo 1,200 viliweza kutokea. Inawezekana vipi mtu kama akaenda kunyimwa? Watu wengi wameendelea kujiuliza maswali bila kukosa majibu, bila kupata majibu ya kueleweka mpaka hivi sasa. Nadhani katika sema comment, wewe nitaka ukapate kuniambia, unahisi Trump alistahili kupewa hii tuzo au aendelee tu kulalamika?